kabla ya kuhama hapo kwenye swala la katiba mjomba amezungumza Heche vizuri kuhusiana na issue ya katiba. Nataka kujua sasa makamu mwenyekiti, mnakwenda kuanzia wapi sasa kwenye hiyo issue ya katiba? Maana wakati fulani mmekuwa mkizungumza katika ile ambayo imeishia. Mnakwenda kuanza upya au mnakwenda kuanzia wapi sasa kama Chadema? Yes. Kwa kawaida watu walioko madarakani hawataki tuandike katiba mpya, kwa sababu hii katiba ya sasa inayomuunda mtu anaitwa Rais Mungu. Yani ana mamlaka ya kimungu, yeye ndo anaumba, yeye ndo anamaliza. Imetuletea matatizo mengi sana. Sasa kumekuwa na dildali ya namna ya kuanzisha mchakato huu. Kila anayekuja anaahidi atekeleze. Utakumbuka wakati wa Kikwete mwaka 2011 mchakato ulianzishwa wa katiba, ukaenda ukafia bungeni, fedha nyingi zaidi ya bilioni 100 na kitu zikatumika za Watanzania zikapotea. Mwaka 2015 walipokuwa naingia Magufuli, wakakampeni kwa agenda hiyo kwamba tukishinda tutaimalizia katiba iliyokuwa imeanzishwa, kwa maana ya kuipitia na kuangalia sasa mabadiliko yaliyotokea na vitu vilivyokuwa vimekubaliwa. Alipoingia madarakani akasema sio priority yake, kwa sababu CCM huwa hawezi kutunza ahadi zao. Kwa hiyo Magufuli akatoka, Samia akaja akaahidi kwamba kabla ya huu uchafuzi waliofanya ambao sio uchaguzi, akaahidi katiba na nini. Tukakaa naye tangu mwaka 2021 baada ya kuwa mwenyekiti Mboya amekamatwa na ameachiwa. Kuna kitu kinaitwa maridhiano. Tulikuwa tunajadili haya ya katiba. Tukampelekea mpaka muundo, tukampelekea mpaka maoni ya Chadema. Haikuandikwa. Sasa hivi tunapoanzia ni kwamba sisi Chadema hatutasubiri tena mpaka siku wao wakiamua. Sisi tunaunda kamati ya wataalamu kutoka kwenye chama chetu, kamati ya wataalamu kutoka Chadema, ambayo sasa itaandika katiba ambayo sisi kwa maoni yetu ndio mapendekezo yetu tutakao carry forward kwenda kwa wananchi. Si kwa sababu chama cha siasa kazi yake ni kushawishi wananchi. Kwa sisi hatuwezi kusubiri tena. Tutaandika katiba yetu ambayo ni msimamo wa Chadema, na hii tunaanza kuunda timu ya wataalamu immediately, muda si mrefu, ambayo itachakata maoni, itaangalia rasimu ya Mzee Warioba, itaangalia katiba ya Afrika Kusini ambayo ni bora kwa upande wa Afrika, ya Ghana, itaangalia ya Kenya, itaangalia maudhui ya kwetu ndani ya nchi. Alafu tutatoa mapendekezo ambayo sisi tutayapeleka kwa wananchi waanze kuyajadili vijiweni, kwamba Chadema sisi msimamo wetu na tunachotaka wananchi mkiunge mkono hiki hapa, na tutaanzisha movement hiyo. Wakati mnafanya hayo pia kampeni zilizomalizika, Chama cha Mapinduzi moja ya ahadi zake ni katiba mpya. Mna mpango wote wa kuwafikishia hayo ambao mnaandika kama sehemu ifikishe kama serikali, ni mchakato ubebe maoni yenu pia? Sasa sisi msimamo wetu kuhusu serikali hii uko wazi, kwamba hakukufanyika uchaguzi, ni watu wamejiweka madarakani kwa kutumia mtutu wa bunduki. Kwa hiyo sisi hatuwezi kwa sasa kushirikiana nao kwa kweli. Maoni yenu mnayapeleka ya katiba, mnayapeleka kwa wananchi ambao mnaamini ndio katiba inayosema kwamba ndio mamlaka ya mwanzo na mwisho kwenye nchi. Finally nataka nini kitokee? Kwa sababu kama maoni hayatafika sehemu ambayo kwenye organs muhimu za kuunda katiba, maana yake yataishia mtaani. No, wananchi hawashindwi kitu mzee. Dunia hii nzima niambie ambapo sehemu wananchi wamewahi kushindwa. Wakiamua kwamba tunataka kitu fulani, hata kutoka kwenye tawala za kijeshi, wananchi wana uwezo wa kushinikiza hizo tawala zikafanya kile wanachotaka. Yes. Sawa, tuzungumze kuhusiana na vijana Heche. Wakati unakuja hapa mara ya mwisho ulitupa experience nzuri sana ya namna ambavyo mataifa mengine yanasaidia vijana kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya uwekezaji, kwenye masuala ya vipawa vya watu. Natamani tufahamu dunia sasa hizi inazungumza kuhusiana na vijana. Tanzania pia ni moja wapo tunazungumza kuhusiana na vijana. Wizara ipo ya vijana. Shughuli zimeanza kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya shughuli zinakuwa ni kazi za vijana na wanafanya kazi.
Unadhani changamoto kubwa ya vijana tunaweza kusema Afrika, dunia, lakini kwa Tanzania ni nini ambacho unadhani kikiguswa inaweza ikapunguza sana changamoto za vijana? Hivi unajua, mimi nimekuwa nikisema kwamba wazungu wanasema you cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kufundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Au mwanafalsafa wa zamani anaitwa Albert Einstein anasema hivi, insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Yani uenda wazimu ni kufanya jambo lile lile kwa njia zile zile na kutegemea matokeo tofauti. Tatizo la nchi hii ni mfumo wa uongozi wa CCM ambao umeoza. Bila kuungoa huwezi kutatua tatizo lolote. Yani itakuwa ni zimamoto tu hivi, huyu anakuja na hiki, huyu anakuja na kile, alafu hakuna continuity, hakuna muendelezo. Tuliambiwa hapa sisi tunaenda serikali ya viwanda. Si serikali ya CCM. Na Samia huyu si ndio alikuwa makamu wa Magufuli. Leo hawazungumzi kuhusu tena viwanda. Wanazungumza kitu kingine, priorities zimebadilika. Anakuja tena mtu mwingine atakuja na priority mpya. Kwa hiyo nataka niseme kuhusu vijana kwamba si wizara, si nini. Tatizo la vijana wa nchi hii sio wizara, sio kuanzishiwa wizara. Tatizo la vijana wa nchi hii sio matamko, rhetorics. Tatizo la vijana wa nchi hii moja liko kwenye elimu. Unawapa elimu ya aina gani? Ujuzi. Yani ili wawe na uwezo wa kucreate na wewe na mazingira mazuri sasa huku mtaani ya kuendeleza kile walichokicreate bila shida. Sera za kodi, za kikodi, sera za mikopo. Tuanze na elimu. Elimu ya nchi ni tatizo. Ni elimu ambayo inahitaji kubadilishwa mno. Ili kwanza tuwe na vijana ambao wanatoka vyuo vikuu, ambao wanasoma vizuri, wanaelewa wanachokisoma na wanaweza kukisimamia. Mathalan, ukienda hata kwenye vocation trainings, yani ukienda kwa mfano kanda ya Ziwa, nataka nikupe mifano ambayo ni halisi. Kanda ya Ziwa nzima ile ni dhahabu. Ukianzia Tarime, ukija ni dhahabu, ukija Msoma, yani hapo tunaenda tu huo ukanda ulivoraro. Ukitoka Tarime ni dhahabu, ukija Bunda hapo kuna dhahabu, ukienda Msoma kuna dhahabu, Serengeti kuna dhahabu, ukija mbele kidogo Bariadi dhahabu. Yani ni maeneo yana migodi, watu wanachimba kwa nyenzo za kizamani na njia za kawaida. Wanachimbia ponchi, wanaingia kwenye mashimo, hawana hata mitungi ya hewa na gesi wala nini. Ukija mpaka Mwanza dhahabu, hiyo Sengerema, everywhere. Sengerema of course kunaenda kuanzishwa mgodi unaitwa Nyanzaga, mkubwa kuliko pengine North Mara ambao uko Tarime, kuliko mgodi wa Geita Gold Mine ambao ni GGM, ambao unafikiri utakuwa mgodi wa kwanza kwa nchi. Ounce karibia milioni 10 na ngapi wanaanza nazo pale. Kwa hiyo unaenda Geita, wapi Bukombe, dhahabu tupu. Umewahi kuona serikali hii imejenga labda chuo cha vocational training cha kutrain watu namna ya kuchimba migodi kwa njia za kisasa pale kanda ya Ziwa, na au kutengeneza vifaa vya kawaida? Chuo cha kutrain watu kutengeneza vifaa, labda maski za kufunga maski kwenye mapua ili uingie kule chini, au vimitungi kidogo vya gesi vya kuingia navyo kule chini. Hawafikiri hilo. Pili, lile eneo lote nimekuambia ni dhahabu. Na tukiwa bungeni, actually mwaka 2010 Chadema ilienda bungeni na hoja. Zamani hii ilikuwa inaaminika kwamba wazungu tu ndio wanapaswa kumiliki leseni za madini za nchi au popote kwenye nchi. Chadema ndio ilienda ikasema tunaweza kumilikisha vijana. Tukaanzisha primary mining license. Tulipigania pale, unakumbuka ile sakata la Buzwagi, Razito Kabwe akiwa Chadema mpaka akafukuzwa bungeni. Tukaja na sera ya madini ya mwaka 2010, tukaja na sheria ya madini ya mwaka 2010 ya kuhusu madini ya Tanzania. Karuhusu wa Tanzania kumiliki primary mining license. Zile leseni zote
wanakabidhiwa watu, anaitwa Mtei, wewe jina la Kitanzania, Kisa sui nani Rupokera, ndio mnamiliki zile. Ukienda hapo watakwambia zinamilikiwa na Watanzania, lakini nani anayechimba pale? Ni Wachina, ni wazungu. Kwa nini? Sheria hairuhusu Mchina kumiliki ile leseni, lakini unamilikishwa wewe alafu huna mtaji. Sasa Mchina anakuja anapima pale, anaangalia hapa kuna ounce 50,000. Hizi ounce 50,000 ni bilioni 200, bilioni 300. Anakuambia mimi nanunua huu mgodi kwa milioni 100. Chini kuna mali ya bilioni 300. Wewe huna uwezo wa kuingia kule. Kwa hiyo unamuuzia huyu Mchina bilioni 300. Anakupa unamuuzia milioni 100. Kule chini kuna bilioni 300. Huyu Mchina anachimba kwa kutumia hao vijana wa Kitanzania, ndio anawashusha kwenye mashimo, ndio wanachakata, ndio wanafanya nini, alafu yeye anaenda kuuza, anajenga China. Nini tufanye? Kuna fedha nyingi zinachezewa hapa. Sui goli la mama, sui nini, sui dansi ya mama, vitu vya ajabu. CAG kwa ripoti ya mwaka jana alisema fedha zilizotumika kwenye matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 295. Ukichukua hizi fedha ukawapa hawa vijana mitaji, wala uhitaji hata kuwapa cash. Waambie tu si tutawapa vilipuzi kwa maana ya zile baruti, tutawapa vifaa vya kuchimbia, tutawapa madawa ya kuchakatia. Alafu huyu kijana ambaye anaitwa Mtei ataingiza Watanzania wenzake mle, watachimba dhahabu, wakiuza bilioni 300, Mtei atajenga gorofa hapa, ataajiri Kisa. Kisa atapata fedha kama fundi, atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama atapanda bodaboda, fedha itazunguka miongoni mwetu. Lakini unapomwachia Mchina anachimba kwa jina la kijana wa Kitanzania, anaenda kutengeneza hizi ajira kwao. Kwa kuna misplacement ya priority. Uwezeshaji ndo kama uliofanywa wa kutoa bilioni 200 kwa vijana ambazo zimetengwa sasa. Kwenye nini? Kwa vijana. Zinawekezwa kwenye nini? Ndio tunasubiri tusikie mkakati wa wizara. Alafu wamedhibiti ufisadi. Ukisoma ripoti ya CAG inakwambia kwenye nchi kila kinachotengwa 40% hicho kitu kinaishia kwenye ufisadi na rushwa. Kwa sababu ni mfumo ambao uko corrupt. Ndio maana nimesema huu mfumo umeoza. Kwa hiyo hata ukisema maneno haya, sasa cha kwanza ni maneno yamesemwa. Budget ya mwaka jana ilikuwa shilingi ngapi? Fedha zimekabidhiwa, lakini kwa wizara za kisekta. Kukabidhiwa si maneno kwamba tumekabidhi. Pesa ili itoke, si mpaka itoke sasa. Wameipata, useme kwamba sasa fedha imeingia kwenye akaunti ya mtu fulani. Kusema kwamba tumetenga, hiyo mimi nimekuwa, unajua mimi nazungumza, nimekuwa mbunge. Tunatenga bilioni 54, lakini mwisho wa mwaka kitakachotoka ni full kabisa. Ni fedha za mishahara, ni fedha za posho, mafuta, hivyo vitu zile tunaita OC. Hizo zitatoka.